Star wa muziki wa Bongo Flava Gigy Money kubadilisha dini na kuwa Muislamu kutoka kwenye Ukristo, na amebadilisha dini kwa sababu ya kutaka kufunga ndoa. Na Gigy alisema amefanya yale kwa sababu ya hisia zake. Maana yake ni kwamba hisia zikiisha huenda tukamwona Gigy akarudi tena kwenye maisha mengine. Sasa hii niliona alianza kuiposti Zamaradi aliposti akasema, "Shukrani sana kwako Sheikh wetu kipenzi cha mkoa Sheikh Walid kwa hili kubwa la kumsilimisha Gigy. Umekuwa mwenye kujitoa kwa wote bila kubagua. Mungu akuinue zaidi na zaidi inshallah. Hongera sana Gigy kwa hili kubwa. Mungu akusimamishe kwenye imani yako na maamuzi yako. Mnaweza kumuita Raya, jina alilopewa na mumewe mtarajiwa. Mungu awaongoze inshallah." Then kwenye page ya Gigy alikuja kuposti akasema amefanya hivi kwa sababu ya hisia zake. Amesema shida sio mimi kabisa, shida hisia zangu zinanituma nifanye kila ninachofanya. Nafikiri hii sio ya kuzungumza sana kwa sababu ni mambo ya dini na hatuwezi kuentertain hivi vitu kwa sababu kila mtu ana imani yake. Wewe ukiona kuna kitu kinakufurahisha upande fulani, unaweza kaingia ukajiunga. Ukiona kikufurahishi, fanya unachoweza kwa sababu mambo ya dini ni kila mtu, hii inaendeshwa na hisia. Sio elimu wala sio nini, ni just a feeling. Mtu akihisi hisia zake zimemtuma huko panafaa, basi anaweza kwenda. Mimi nahisi nisiongeza na tumsikilize Gigy Money. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi naitwa Gift Stanford Joshua, wengi mnanifahamu hivyo, almaarufu Gigy Money. Niko hapa mbele yenu kuwaambia au kuwaelezea jinsi gani nina furaha. I'm so excited. Excited kwa nini? Leo ni siku kubwa sana kwangu. Leo ni kama naenda kuzaliwa upya. Ni kwa sababu mimi naelekea kwenye kubadili dini na kuwa Muislamu kabisa. Nyinyi mnaonitazama, hii ni maamuzi yangu na haya ni mapendekezo yangu kwa sababu naelekea kwenye jambo la ndoa na mwenza wangu. Nisingependa tu na ndoa ya serikalini au bomani. Mimi nimependa kumfuata kwa sababu mapenzi yanafuata moyo na hisia zinafuata roho. Basi leo mimi nitaslim na naomba wewe na mimi mnisupport kwa sababu nina mengi. Naenda kumuona Sheikh Walid, unatamani kujua atanifunza nini, atanibadilishaje dini. Mimi na wewe pia hatujui. Wengine wa Kristo hapo mnajua, ila Waislamu wananielewa. Kwa naenda kuwa mpya, naenda safari yangu. Wewe na mimi tuelekee kwa Sheikh Walid tukaone. I'm so excited. Mashallah, mashallah. Nakiri kwa moyo wangu, nakiri kwa moyo wangu, na kuthibitisha kwa ulimi wangu, na kuthibitisha kwa ulimi wangu kwamba hakuna Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake, hana mshirika. Na nakiri kwa moyo wangu, na kuthibitisha kwa ulimi wangu, kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Shakuwa Muislamu. Takbir. Allahu Akbar. I'm so happy. Juma Jux walitoa visualizer, video lyrics ya ngoma yao ya Loka ambayo ni ya Did B kutoka Ivory Coast, Kenmad kutoka Nigeria, pamoja na Juma Jux kutoka Tanzania. Ngoma inaitwa Loka. Na hii ngoma ya Loka mpaka sasa hivi na siku mbili ina views 400,000, views 400,000. Hii ni visualizer ya, of course nimependa standard, nimependa namna walivyofanya visualizer, na moja ya kitu ambacho nimejiuliza, kama hii ni visualizer, video yake itakuwaje? Ni kitu ambacho najaribu kuwaza tu kwenye akili yangu. Hii wamefanya ni video kabisa. Hii ukiangalia visualizer, what a video bro. Yani ni kweli wameplay 100% kwenye kuitengeneza hii video. Juma Jux ndio mfaidika mkuu wa hii collabo ya Did B ya Loka pamoja na Kenmad. Anayenufaika ni Juma Jux. Issue ya impact ni kuangalia nani ambaye amekupita. Tunachoangalia ni Juma Jux katika hawa wasanii. Ukija in terms of numbers, sehemu ambayo Juma Jux anawafunika hawa ni YouTube peke yake. Na tunafahamu YouTube sio platform maalum kwa ajili ya biashara ya muziki, au sio platform ya muziki. Ni platform ambayo inabeba kila kitu. Lakini kuna platform za muziki ambao kama Spotify, iTunes na Apple Music, ambapo
kule Juma Jux kapitwa na hawa washikaji. Ukienda Spotify, Juma Jux ana monthly listener 384. Did B kutoka Ivory Coast, mshikaji yule rapper, ana 700,000 kwenda 800,000. Manake Juma Jux kafunikwa mara 2. Kenmadi ana 1,900,000 kwenda 9. Umeshaelewa, Juma Jux kafunikwa zaidi ya mara 5 mara 6. Ukimzungumzia mtu kama Kenmadi kwa Tanzania in terms of numbers kwenye digital platform kama Spotify, iTunes na Apple Music, hakuna msanii anamfikia. Hii collab inamnufaisha Juma Jux in terms of numbers. Ukienda kwenye upande wa fan base, umeshaelewa, upande wa ushawishi Western Africa, Kenmadi ni mkubwa. Monthly listener anapata 1.8 million. Kwa mfano ukija kwa Tanzania, msanii wa Tanzania anapata monthly listener kubwa ni Diamond, anapata 1.5 million. Tayari Kenmadi amemfunika. So kama shabiki ukisema huyu ni best naso wa Nigeria, kwa Tanzania amewafunika wasanii wetu wote wakubwa kwenye upande wa Spotify in terms of numbers. Sijataja kwa ajili ya kumlinganisha na Diamond, bali nataja kuonyesha kwamba unavyosema ni best naso wa Nigeria, then Tanzania hatuna msanii ambaye Spotify anamfikia kinumbers. Manake unakuwa hauko sawa na huwezi kuangalia fact kwenye upande wa kimuziki. Kolabo hii inaenda kumnufaisha Juma Jux in terms of Western Africa kwa sababu kafanya kolabo na wasanii wakubwa. Msanii mkubwa Ivory Coast na msanii Kenmadi, sio kwamba ni msanii mkubwa Nigeria, lakini miongoni mwa wasanii ambao wanafuatiliwa. Kiukweli mimi nimependa strategy pamoja na mipango ya Juma Jux. Kiweza kuiwini market yoyote, lazima ujaribu kukuza influence yako. Lazima ujaribu kukuza ushawishi wako. Lazima ujaribu kukuza fanbase yako. Fanbase yako inawezaje kukua? Lazima ujaribu kushirikiana na wasanii ambao wamekuzidi. Juma Jux Nigeria ameshakuza influence yake. Kivipi? Amefanya collab na wasanii ambao wana impact, wana influence kubwa Nigeria. Mfano, Fino, huyu hapa Kenmadi na baadhi ya wasanii wengine. Kingine, ameingia kwenye upande wa movie. Ameingiza na Ojo ambao ni mama mkwe wake, mama yake na Priscilla, ambaye ni msanii mkubwa anayeaminika Nigeria na Western Africa. Ameingia kwenye kuigiza na muda sio mrefu inatoka movie ya Arinzo ambayo inahesabiwa kama itakuja kuwa movie kubwa, na tulimuona Zuchu pia yumo pale, na wapo kina Priscilla na wasanii wengine wakubwa wa Nigeria. Sasa ili uweze kukuza fanbase yako na influence yako, ushawishi wako, lazima ujaribu kujiengage katika sehemu nyingi. Ni kitu ambacho strategy na mipango ya Juma Jux kwa Nigeria imeanza kuwini na tumeanza kuona matunda yake. Hiyo Arinzo ikitoka itaenda kumkuza sana Juma Jux Western Africa. Unaelewa? Na baadhi ya collab ambazo zikitoka ambazo amezifanya na wa Nigeria zitamkuza Juma Jux Western Africa. So kwa sasa hivi mimi ukinitajia, nikukwambia unitajie au ukiniambia nikutajie wasanii ambao wako active kimataifa, wa kwanza nitamtaja Diamond, wa pili nitamtaja Juma Jux. Hao ndo wasanii ambao wapo active. Kuwa active ni vipi? Kuwa active ni kwamba unafanya kazi na zinaonekana. Kwa mfano, kuna wasanii ambao hawako active sasa hivi. Mfano Alikiba ni msanii wa kimataifa ila hayuko active. Mfano Rayvanny msanii wa kimataifa ila hayuko active. Harmonize anatafuta kwenda kimataifa, of course bado hajafika kwenye standard za kina Rayvanny, lakini tuna assume Harmonize anaweza kafika kwenye hizo standard na level ambazo wamefika wenzake. Kwa kiukweli tunatarajia makubwa sana kwa Juma Jux kwenye upande wa kimataifa, na you never know. Unaelewa? Kianza kufanya kazi na wasanii kama kina Kenmadi ambao wanapata show nyingi Ulaya, huenda kuna siku moja atakuja kuitwa na yeye akaenda kuperform na akatengeneza jina lake kimataifa zaidi. Master J alitoa room ya kufanya interview ya mtandaoni na mashabiki. Moja ya comment ambazo zimekuwa very interested ni shabiki aliyomuuliza Master J, Diamond versus Alikiba nani mkali kwa kuimba? Naomba nitofautishie hawa watu ubora wao. Master J akamjibu akasema, watu wawili tofauti, mnakosea sana aisee. Akaendelea, naomba nitofautishie kama hutojali kwa manufaa ya wote. Master J akasema, musician versus entertainer, wapi na wapi jamani? Even though they are the best in their own respective field. Mwingine kauliza, nataka kuuliza kwenye kazi yenu ya ujaji, wale wasanii mliokuwa mnawakataa wakiwa kwenye mashindano na baadaye wakafanikiwa nje ya mashindano na kujikuta wanakubalika kwenye jamii zaidi ya hata wale waliowahi kushinda wakati wa mashindano kwenye kazi ya sanaa au muziki, je, ni somo gani kubwa zaidi mmelipata upande wenu? Na je, linaongeza kitu chochote kipya kwenye usaili
wa hivi karibuni mnaofanya? Wow, what a question. Moja ya swali bora kabisa nimeliona. Master J akamwambia jamaa hajamesha jina la msanii. Hajamesha jina la msanii, ila akaenda direct. Kasema Diamond alishasema kwenye interview kuwa alimfanyisha Harmonize mazoezi kwa muda wa miaka 4.5 kabla ya kutambulishwa kwenye jamii, kwa sababu kwa kipindi kile kiwango chake cha kuimba bado kilikuwa kiko chini sana. Sasa BSS inakuwa hewani kwa kipindi cha miezi 3 tu. Ulitaka tumfanyishe Bwana Rajabu mazoezi ya miaka 4.5 ndani ya miezi 3? Akamuuliza, "Je, wewe umejifunza nini kwenye mfano huu?" Hiyo ni mimi nakubaliana na Master J kwamba Harmonize alipikwa before ya kutambulishwa. Na sometimes mashabiki wanauliza vitu kwa hisia kwa sababu ndio wasanii ambao wanawapenda. Diamond alipomchukua Harmonize hakumtambulisha siku hiyo hiyo. Alimpika zaidi ya miaka 3. Yaani msanii ambaye katengenezwa kwa mikono ya mtu. Mtu aliwekeza muda wake, akawekeza pesa zake, akamtengeneza Harmonize ambao unamuona. Ndio jibu la Master J. So mimi naona Master J yuko sahihi. Lakini debate inakuja hapa kwa Alikiba na Diamond. Huu ni mjadala ambao sidhani kama una uwezo kaisha maisha. Na Master J ni mtu ambaye mimi namheshimu. Anaujua muziki. Anavyosema musician kati ya entertainer, unajua maana yake nini? Alishawahi kuzungumza kati ya Diamond na Alikiba. Alikiba ni musician, Diamond ni entertainer. Unajua maana yake? Musician mwanamuziki. Unasikia huyu ni mwanamuziki. Ni msanii ambaye ni full package. Ana uwezo wa kuentertain, ana uwezo wa kuandika nyimbo, ana uwezo wa kuproduce, ana uwezo wa kuchezea vyombo, ana uwezo wa kufanya chochote kinachohusiana na muziki. Ndio maana nakwambia ni musician. Sasa huwa anasema Diamond ni entertainer. Kitu ambacho mimi huwa nakataliana naye 100%. Entertainer sasa ni mburudishaji tu ambaye ana uwezo wa kuwa ni dancer. Yaani kazi yake kaenda jukwani ni kucheza tu. Ana uwezo wa kuwa ni MC. MC wale ni entertainer. Ana uwezo kuwa hyperman, mahyper wale wa club, kama ushaye kwenda club, watu wanacheza zile nyimbo. Wale ni entertainer. Wale wanaofanya cover za nyimbo za wasanii, entertainer. Wale ambao huwa wanafanya back vocals jukwani, msanii ana perform, yani yeye yuko nyuma anafanya kama back vocals, entertainer. Sasa ukisema Diamond ni entertainer, how? Manake unatuambia Diamond hawezi kuandika. Sio mwandishi. Manake unatuambia Diamond hawezi kuchezea vyombo vya kimuziki. Manake unatuambia Diamond hawezi kuproduce muziki. Yaani yeye ni mburudishaji tu. Yaani Diamond hawezi kutumia ala za muziki. Yaani hajui kuzitumia. Ndio tafasiri ya entertainer. Ndio sehemu ambayo mimi huwa napingana na Master J. Mimi labda angeniambia Alikiba ni mwanamuziki, lakini Diamond kitu ambacho kimemuongezea ni mwanamuziki na entertainer. Ana uwezo wa kuburudisha, lakini pia anaandika, anafanya chochote. Mara ngapi tumemwona Diamond anachezea gitaa, anacheza gitaa. Mara ngapi tumemwona kwenye live za Diamond anachezea drums zile. Mara ngapi Diamond anazungumzia swala la uandishi wa muziki. Mara ngapi Diamond anazungumzia swala la producer. Mara ngapi anakaa studio. Hata Mbosso kwenye uandishi wa ngoma ya Power tumemwona Diamond anajaribu kutoa maelekezo namna ya uandishi, kubadilisha melody kae hivi, fanya hivi. Hiyo ndio produce. Hiyo ndio maana ya kuwa producer. Msanii akija studio una uwezo wa kumwelekeza melody. Hapa futa neno hili, weka neno hili, ongeza neno hili, ondoa hili. Maana ya producer. Ukisema entertainer ni mburudishaji kama dancer tu. Dancer anaenda jukwani kuentertain watu, kuwaburudisha. Lakini mwanamuziki ni mtu aliyokamilika, full package. Sasa unataka kuniambia mimi Diamond sio mwanamuziki kwa maana hii ambayo nimekupa? Sijasema kwamba Alikiba sio mwanamuziki. Alikiba ni mwanamuziki. Shida yangu, kwa nini anasemaga Diamond ni entertainer? Sasa je, Diamond ni mburudishaji? Diamond hawezi kuandika? Diamond hawezi kuproduce? Diamond hawezi kuchezea gitaa na vyombo vya kimuziki? Hawezi kutumia ala za kimuziki? Mimi sitaki kusema Master J hajui. Sitaki. Kavunjia heshima, ni mtu ambaye ana heshima kubwa kwenye kiwanda. Lakini inawezekana sisi tunamuelewa tofauti, atueleweshe. Anavyosema Alikiba ni musician, Diamond ni entertainer, anamaanisha nini? Kwa sababu watu wanajua nini maana ya entertainer. Watu wanajua nini maana ya musician. Watu wanajua, ndio maana watu wanahisi labda wao unaenda na mambo ya ushabiki. Labda tu inatokea labda umkubali mwana au nini. Kwa sababu unaosema huyu ni mwanamuziki, huyu ni entertainer. Tafasiri ya entertainer ni ipi?
Tafasiri ya mwanamuziki ni ipi? Sio vitu ambavyo vimejificha. Hata wewe una uwezo wa kuingia Google mtandaoni ukaandika tu entertainer ni nani, mwanamuziki au musician ni nani, itakuletea maana yake. Tujaribu kuulizana na sisi. Je, kauli anayotumiaga Master J yuko sahihi kwamba huyu ni entertainer, huyu ni mwanamuziki? Kwa nini nimezungumzia Master J? Ni mtu ambaye ni legend, mtu ambaye anaheshima kwenye kiwanda cha muziki, anaheshimika. Kwa maana yake ni kitu anachokizungumza watu wanaondoka nacho. Na sisi wengine tukiona kitu kama hiki lazima tujaribu kutia comment na yeye atueleweshe huwa anamaanisha nini. Mshikaji mmoja ni mchambuzi wa masuala ya muziki Kenya, alikuwa anajaribu kuzungumzia namna muziki wa Tanzania 2026 unavyo struggle. Alikuwa ametoa numbers za YouTube zaidi ya miaka 10 muziki wa Tanzania una run Kenya. Muziki wasanii wa Tanzania ndio wanafanya vizuri Kenya. Upande wa fan base, kwenye kila kitu, in terms of numbers, in terms of show kubwas, wasanii wa Tanzania ndio wanafanya vizuri Kenya. Wasanii wa Tanzania ndio wamelikamata soko la Afrika. Kuna wasanii wanafanya vizuri sasa hivi, hatuwezi kuacha kuwataja. Kwa mfano kina BN kimataifa, Baraka Joshua kimataifa. Baraka Joshua ni msanii ambaye atakuja kulikamata soko la Afrika Mashariki. Trust me hapa tunavyozungumza. Sasa jamaa akawa anazungumza 2026 ni mwaka ambao Bongo Flava haifanyi vizuri. Akaeleza sababu zake ambazo ni za msingi sana. Kila mwaka, kila mwezi wasanii wa Tanzania ndio wanakuwa juu, top in terms of numbers kwa kurani muziki wa Kenya, kwa kusikilizwa kwenye upande wa YouTube, kwenye upande wa kila platform, kwa ajili ya kuonyesha kwamba muziki wa Tanzania 2026 umedrop na ndio Bongo Flava imekufa. Yeye alikuwa anatumia neno Bongo Flava imekufa. Akatolea mfano namba za YouTube namna wasanii wa Tanzania walivyo down, then wasanii wa Kenya, baadhi ya wasanii wa Kenya wakiwa juu. Na akasema katika kitu ambacho kinafanya muziki wa Tanzania udrop ni kwa sababu wasanii wa Tanzania wanarudia melody, hawataki kubadilisha ladha ya kimuziki. Akasema kitu ambacho kitasababisha muziki wa Tanzania ufe ni kwa sababu wasanii wa Tanzania wamejijengea kakisiwa kao kwamba wao wanafanya kazi na maproducer wa Tanzania. Sasa maproducer wa Tanzania kwa uelewa wake anasema wamezoeleka. Of course kwa mwaka 2026 ulivyoanza umeanza na vitu vingi sana. Wasanii wamejitahidi kiukweli kuirudisha ile tempa ya mashabiki tena kwenye ile piki ambayo ilikuwepo zamani. Support ya mashabiki ikawa ndogo kwa wasanii wa Tanzania. Kutokana na yale ambayo yalikuwa yanaendelea ndani, mashabiki walikuwa wanawakataa wasanii. So maana yake ni kwamba kama huwezi kupata support kubwa kwenye taifa lako, huwezi kuwa mkubwa hata nje. Na ndio maana moja ya kitu ambacho wasanii wa Kenya wana struggle ni kwa sababu hawajapewa support na wasanii na mashabiki ndani. Kama hawajapewa support na mashabiki wa ndani, nje ni ngumu sana kutoboa. Hata watu ambao wanafanya tafiti za kimuziki huwa wanaangalia nini? Wanafanya research kutokana na taifa lako. Yaani kwa mfano, mtu akitaka kujua msanii gani anasikilizwa zaidi Tanzania, ataanza kufanya research kwa watu wa ndani. So msanii ambaye utajua anasikilizwa zaidi, research lazima uifanyie local. Sasa kama husapotiwi local na taifa lako na mashabiki wako, maana yake hata ndani, hata nje ya taifa lako huwezi kupewa sikio. Ndio kitu ambacho mashabiki wa Kenya na wasanii wa Kenya wana miss. Mashabiki wa Kenya hawawapi sikio wasanii wao kwa sababu wanaamini standard ya kimuziki wao iko chini. Wasanii wachache sana wanapewa support Kenya na hawawezi kucompete na wasanii wa mataifa mengine. So maana yake ni kwamba ukiwa nje utaona kama wasanii hawafanyi vizuri kwa sababu mashabiki wamewakataa. Ili wasanii wafanye vizuri lazima wasapotiwe na mashabiki. Trust me, 2026 itakuwa ni mwaka mzuri kwa sababu naamini wasanii wameona gap. Kwa ukitaka kurudi kwenye peak, lazima ujaribu kuboresha ubora, standard, quality ya kimuziki. Huwezi kufanya vizuri kama hujakutana na challenges. So wasanii wa Tanzania wamekutana na challenges na mimi naamini watafanya vizuri. So anavyosema muziki wa Bongo Flava umekufa, hiyo mimi namkatalia kwa sababu licha ya kuwa muziki wa Bongo Flava haufanyi vizuri sasa hivi, lakini hakuna taifa Afrika Mashariki ambalo lina uwezo wa kufunika still huu muziki wa Bongo Flava. So ni kweli Bongo Flava haifanyi vizuri, lakini je, vipi wasanii wa mataifa mengine wanafanya nini? Yaani huu ukanda wa Afrika Mashariki, wasanii wa Tanzania top 5 wanafanya show kwenye taifa lolote Afrika Mashariki, eneo lolote. Kwa mfano wakienda Kenya, Mombasa, wataenda Eldoret, wataenda Kisumu, wataenda Nakuru, wataenda Nairobi, watafanya show. Tofauti na wasanii wengine wakija Tanzania kutoka East Africa, Tanzania inawezekana wakafanya show Dar es Salaam tu.
sehemu zingine, mikoa mingine hawafahamiki. Na hata ukiangalia kwenye shows ambazo walikuwa wanafanya hasa Kenya, unaona wasanii wa Tanzania ambao walikuwa wanalipwa pesa nyingi. Kwa mfano Diamond aliwahi kulipwa dola milioni 1, Nandy aliwahi kulipwa dola 300 nafikiri, Mombasa, hapo ni Kenya, si ndio? So maana yake ni kwamba huwezi kulipwa kama huna ushawishi. Lazima pia uwe na brandi kubwa. Brandi inakuzwa na mtu kuwa na ushawishi. Unapokuwa na ushawishi mkubwa kwenye jamii, ndivyo brandi yako inavyoendelea kukua. Na brandi inakuwa vipi? Ni pale watu wanapokuamini kwenye jambo unalolifanya. Ndio brandi yako inakuwa, ushawishi wako unakuwa.